Uliyekata tamaa, sikiliza ujumbe huu ambao Bwana anasema. Hutamani hata kuendelea, hutamani hata kufanya chochote, umejikatia tamaa. Lakini sikiliza ujumbe wa Bwana huu unasema. Katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 41 na mstari wa 10, neno la Mungu linasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Anaanza kwa kusema usiwe mwoga kwa hayo unayopitia, Bwana yuko pamoja nawe. Anaendelea kwa kusema usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Asema acha kufadhaika, kuwa kama mtu aliyekosa tumaini, maana yeye ni Mungu wako. Yeye ni Mungu ambaye yuko karibu nawe zaidi kuliko unavyofikiria. Asema nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wangu wa kuume, kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Asema naam nitakusaidia. Kwa Mungu yuko tayari kukusaidia. Acha kufadhaika, acha kufikiria hayo unayopitia. Hebu tazama sana kwamba Mungu yuko tayari kukusaidia. Mungu yuko tayari kwa ajili yako, lakini anasubiri utayari wako wewe kwa ajili yake. Endapo utakuwa tayari kwa ajili yake, endapo utakuwa tayari kwa ajili ya Mungu, ukapeleka moyo wako kwake, ukaweka kuwa tumaini yeye, anasema yuko tayari kukusaidia. Ana utayari wa kutoa msaada kwa ajili ya maisha yako, isipokuwa ni wewe kuchukua maamuzi na kuamua kumfuata yeye. Katika kitabu hiki unaona anatoa faraja, anasema usiogope kabisa. Acha kuwa muoga kwa hayo unayopitia, kwa maana yeye yuko pamoja nawe. Yeye yuko mahali pako ulipo. Ni wewe tu kutoa nafasi kumpa yeye awe msaada. Mwanadamu hajawahi kuwa msaada wa kutosha katika maisha ya mtu yote. No, isipokuwa Mungu peke yake ni msaada wa kutosha. Hebu tazama jinsi anavyosema, usifadhaike maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike maana nitakupigania. Mstari wa 11 anasema, tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Asema wote waliokukasirikia, wakakupangia mabaya, watatahayarika na kufadhaika, na wao watahuzunika kinyume cha wewe kuhuzunika. Kwa hiyo tazama kwamba Mungu amekukusudia jambo jema sana katika maisha yako. Ni wewe tu kuamua kumpa maisha yako. Asema na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Unasikia? Wale wanaofanya vita na wewe, ikiwa tutampa Bwana maisha, ikiwa utamkabidhi yeye awe msaada kwako, Biblia inasema yeye wote wanaoshindana na wewe, wote wanaoshindana nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Hawatakuwa kitu chochote, hawatakuwa kitu kwako, wataangamia kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe. Mungu akiwa pamoja nawe, ni nani atakaye kuzuru? Mungu akiwa upande wako, nani anaweza kukuzuru? Acha kufadhaika, acha kuwaza kukata tamaa. Usifikiri kujiua, usifikiri kufa kwenye huu ulimwengu ukadhani unaenda kupumzika. Hebu mpe Yesu maisha, tengeneza nafasi yako, mpe Mungu nafasi. Hebu acha kuwapa wanadamu nafasi. Usimpe huyu unayemkubali, usimpe huyu mwanadamu unayemwamini, mpe Mungu nafasi. Yeye anasema yuko pamoja nawe. Hutakuwa muoga kwa sababu yeye atakuwa mlinzi wako. Maana amesema atakusaidia, yuko tayari kukusaidia. Yuko tayari kukusaidia juu ya adui zako. Wale walioonekana wana nguvu upande wako, walioonekana wana uwezo kwenye upande wako kukumudu, lakini yeye atakusaidia. Hebu mpe nafasi Mungu awe Bwana na Mwokozi wako. Ukimpa tu nafasi, neno la Mungu linasema hakika atakusaidia. Tatizo tumetafuta msaada kwa wanadamu, tumeacha msaada kwa Mungu. Wengi waliotafuta msaada kwa wanadamu mara nyingi waliishia kuumizwa na kuteswa. Lakini kama utatafuta msaada kwa Mungu, yeye ni kila kitu juu ya vitu vyote katika huu ulimwengu. Anake hata wewe sasa ukiamua moyoni mwako sasa ukampa maisha kama Bwana na Mwokozi, yeye ndiye msaada. Tatizo tunapenda vile vinavyoonekana. Mungu tunamwabudu kwa imani, sio kwa kumuona. Manake ukitaka vile vinavyoonekana havitaweza kukusaidia, kwa sababu hivyo vyote ni vya kupita. Kwa hiyo kama ni vya kupita, havitakufaa tena. Kwa hiyo ningekushauri usiogope.